Katika vitu vingi ambavyo Mungu ametupa, kati ya hivyo mojawapo ambayo usicheze nayo, usicheze na muda. Kinachosababisha mafanikio ni ule umakini wako na majira na nyakati, kama ambavyo Mungu anazileta kwetu. Kwa hiyo mchana na usiku vinapoenda vinapita, vinakuonyesha dalili, majira, siku, miaka. Na usipokuwa makini, kabla hujagundua au kabla hujajua, muda wako wa kukaa hapa duniani umeisha na hamna kitu cha maana umefanya. Unahitaji kuwa makini na Mungu kwa habari ya nyakati zako. Unasema hapana, mimi niko ndani ya Yesu, mambo ya muda hayanidhuru. Biblia inasema katika utimilifu wa nyakati Yesu alizaliwa. Haleluya! Unatakiwa kuwa makini nayo. Tarehe 1 mwezi wa kwanza ya kila mwaka sio mwanzo wa mwaka kwa kila mmoja, labda yule aliyezaliwa siku hiyo, lakini kila mmoja wetu mzunguko wake uko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda China, mwaka mpya kwao sio sawa na mwaka mpya kwetu. Wana kalenda yao. Wahindi wana kalenda yao. Waarabu wana kalenda yao. Wewe kalenda gani inayatawala maisha yako? Mungu anafanya kila kitu kizuri katika maisha yetu kwa wakati wake, unapokuwa unaishi na unapokuwa makini na swala la mafanikio na ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usijione tu leo una nguvu ukafikiri utakuwa hivyo siku zote. Kuna vitu vya kufanya saizi ukiwa na nguvu, ili baadaye nguvu zako zikitindika usiwe na haja ya kuhangaika. Lakini uwepo wa Mungu unakusaidia kufahamu kwamba huna muda mrefu kiasi hicho. Bwana Yesu asifiwe sana.